Wakati Marekani ikihitaji jibu la pendekezo lake la kumaliza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema bado inapitia pendekezo hilo la mwisho la kumaliza vita la Marekani, ambapo wamesema kwamba hawahitaji shinikizo na wanahitaji kupata muda wa kulipitia na kutoa maamuzi sahihi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema jibu la Tehran kwa pendekezo la Marekani la kukomesha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bado lipo chini ya mapitio bila kuzingatia makataa ya Marekani. Pendekezo la Marekani bado linapitiwa na tutafikia hitimisho, tutalitangaza, Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, aliwaambia waandishi wa habari jana Ijumaa. Kuhusu baadhi ya ripoti kuwa Wamarekani wameweka makataa ya Iran kujibu mpango huo, kwa mara nyingine tena amethibitisha kuwa suala hilo bado linachunguzwa. Tunafanya kazi yetu wenyewe na hatuzingatii makataa kama hayo, Baghei alisisitiza. Matamshi ya msemaji wa Iran yalikuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kusema siku ya Ijumaa kwamba Washington inatarajia kupokea jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani baadaye mchana, kwa maana siku ya jana Ijumaa. Marekani na Israeli zilianzisha vita vya uchokozi visivyokuwa vya msingi dhidi ya Iran tangu Februari 28 baada ya kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei na makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa kijeshi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalisimamiwa na Pakistan yaliratibiwa Aprili 8, lakini mazungumzo yalifuata yalishindwa kugeuka kuwa makubaliano kutokana na madai makubwa ya Washington. Maafisa wa Iran mara kwa mara wameikosoa Marekani kwa mbinu yake ya mazungumzo, huku ikulu ya Marekani ikitaka kuweka masharti badala ya kujihusisha na mambo ya kweli ya kutoa au kuchukua. Hata hivyo, Iran imeionya Marekani kwamba isithubutu kufanya mashambulizi wakati wa mazungumzo kama ilivyozoea, na kwamba wa Iran hapo tayari kushinikizwa kutoa majibu na kwamba wanachakata juu ya kile ambacho Marekani imependekeza. Namo katika chapisho la Jumatano kwenye ukurasa wa X, Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, alifafanua juu ya uelewa wa Tehran wa nini mazungumzo yanahusu, akitoa mfano wa sheria za kimataifa. Dhana ya mazungumzo inahitaji imani njema, basi kumaanisha kwamba mazungumzo sio mabishano wala sio imla, udanganyifu, unyang'anyi au shurutisho, alifafanua. Siku hiyo hiyo spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf alipuzilia mbali ripoti fulani kuhusu mpango unaodhaniwa kuwa unakaribia kati ya Tehran na Washington, akizitaja kuwa ni za upotoshaji na sehemu ya simulizi bandia za mara kwa mara zinazotolewa na Marekani. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X, Kalibaf alirejelea madai yaliyochapishwa na kituo chenye makao yake makuu nchini Marekani Axios kuhusu mpangilio kama huo na kuielezea kwa kejeli kama operesheni Fox News. Alipendekeza kuwa usambazaji wa ripoti kama hizo uliakisi mtindo wa kawaida katika utangazaji wa vyombo vya habari vya Marekani, hasa habari zilizohusishwa na vyanzo ambavyo havikutajwa, ambavyo maafisa wa Iran mara kwa mara wamevikataa kuwa havina msingi na baadaye kuthibitishwa kuwa na makosa mara kwa mara. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.